Haya ni mambo ambayo yanaweza katokea kwenye mechi mbalimbali, na uchambuzi huu unaweza ukaupuuza, lakini baadaye unaweza ukaleta matokeo mazuri. Tunaweza tukaangalia kuna mechi ya Dortmund pamoja na Heidenheim. Tukiangalia mechi ya Dortmund pamoja na Heidenheim, tutaangalia upande wa head to head na maanisha walivyokutana. Ukiangalia hapa Dortmund, mechi ya Dortmund pamoja na Inter alifungwa, lakini ligi ya kwao alishinda, na Tottenham alifungwa. Kwa hiyo tunaweza kuona kwamba kwenye upande wa ligi ana score, lakini upande wa klabu bingwa umekuwa changamoto. Tukimwangalia Leipzig anaongoza, mechi ya mwisho alishinda dhidi ya Heidenheim, lakini pia hapa Wolfsburg na Heidenheim walitoa sare Mainz. Kwa hiyo Heidenheim ni mechi takriban ni za kutosha, anapoteza pamoja na kusare. Lakini tukiingia wenyewe walivyokutana, Dortmund alishinda goli 2 bila, mechi ya mwisho ikiwa ugenini. Lakini kuna hii alishinda 2-1 akiwa ugenini, na ikiwa nyumbani Dortmund alishinda 4-2. Na mechi nyingine alipokuwa nyumbani Dortmund alishinda 2-2. Sasa mechi hii tunaweza tukawapata majibu kadhaa. Kwanza tunagundua Dortmund anapokuwa nyumbani huwa anatoa both team to score, na matokeo haya hapa ambao unayaona. Kwa hiyo anapokuwa nyumbani na hii yuko nyumbani, matokeo ya kwanza both team to score. Both team to score tunaweza tukaita ni hivi, both team to score matokeo ya kwanza, lakini matokeo ya pili ni hivi, hiyo ndio both team to score. Kwa hiyo hadi matokeo ya kwanza. Kile matokeo ya pili, Dortmund aliferi mechi iliyoisha. Na tukiangalia upande wa standings hapa unaweza kuona Dortmund ni nafasi ya pili na ana mechi 19. Kwa hiyo hapa tunajifunza kwamba Dortmund anahitaji apate ushindi zaidi, kwa sababu Hoffenheim yupo na anakuja kwa spidi. Kwa hiyo inahitajika yeye aweze kuscore zaidi ili aweze kuacha pointi nyingi. Na tukimwangalia Heidenheim ni timu ambayo inaburuza mkia. Kwa hiyo hii mechi inaweza ikawa na magoli, ama tukaita over 2.5, ama kumpa Dortmund goli 2, kumomba Dortmund goli 2. Mimi nitaweka over 2.5 hii hapa mechi. Nitaweka over 2.5. Lakini kuna mechi ya Stuttgart na Freiburg. Stuttgart na Freiburg alitoa magoli mechi iliyoisha. Tutaachana nayo, tutakuwa na mechi nyingine, mechi ya Inter Cremonese pamoja na Inter. Tuweza kuona Cremonese alifunga goli 1, alisale. Juventus alifunga na Juventus goli 5, lakini Inter alimfunga Dortmund mechi iliyoisha. Sasa kwa vigezo vyangu hapa, hii sio mechi nzuri sana, kwa sababu kwanza Inter yupo ugenini, lakini pia ameshatoka kwenye mechi za klabu bingwa, na ukiweza kuona hapa anaongoza kwa kasi ya ajabu sana. Sasa hii ni mechi ambayo inaweza kawa ngumu, kwa sababu Cremonese ni watu ambao wamepoteza, kwa hiyo wanaweza kupambana sana hii mechi. Kwa hiyo kwa wawekezaji sio mechi nzuri sana kuweka. Lakini pia kuna mechi ya Parma pamoja na Juventus. Tuweza kuona Parma alifungwa na Atalanta goli 4, kwa Juventus ana mechi 2 anakosa mechi 2. Mechi moja alitoa bila, lakini mechi ya Napoli alishinda 3. Kwa hiyo tunaweza tukaona kwa Juventus kwenye upande wa performance uko vizuri, lakini tunaweza kumwangalia akiwa ugenini kwa hawa wanapata matokeo gani. Tunakuja kugundua akiwa ugenini matokeo yake bado hayatabiriki, lakini mara ya mwisho alishinda goli 2. Sasa hii ni mechi ambayo kidogo inaweza ikawa nayo pia ni ngumu, nayo pia inaweza kana ni ngumu. Na pale tuliweka over 2 ya mechi ya Dortmund, tunaweza tukatafuta mechi nyingine ili mali tuweze kuongezea, tuweze kupata mechi nyingine ambayo unahitajika ufahamu uchambuzi ule wa timu mara ya mwisho kupoteza. Real Madrid alipoteza mara ya mwisho. Kama timu inajitambua inahitaji kushinda mechi hii. Kwa hiyo mechi hii kama timu inajitambua inahitaji kushinda. Kwa hiyo utafikiria, je, Madrid wanajitambua? Na utaweza kuona hapa Barcelona ameshinda na pointi 3. Kwa hiyo anahitaji ashinde hii ya 22 aweze kumzidi pointi 1. Kwa hiyo ni mechi muhimu sana, japokuwa Rayo Vallecano na ni wagumu,
na wametoka kupoteza mechi iliyoisha. Lakini pia kuna mechi ambayo Rayo Vallecano alikuwa nyumbani ametoka bila. Lakini pia Real Madrid anapokuwa nyumbani kuna muda anashinda, lakini pia kuna muda anasare. Kwa hiyo hii ni mechi ambayo tunaweza tukampa Real Madrid ashinde kwa sababu ya uhitaji wa matokeo, na amepoteza mechi ya mwisho, ndio kigezo hicho. Na siku zote naomba wanaofanya uchambuzi hakikisha unazingatia zile mechi ambazo zile timu ambazo ni kubwa lakini zimepoteza mechi iliyopita. Na mechi nyingine ni mechi ya FC Basel na Thun. Hii tunaweza tukaelekea hapa alama fulani, kwa sababu mechi iliyoisha FC Basel alifungwa na Prison. Kwa hiyo mechi hii kwanza FC Basel anahitaji apate matokeo, na tukiangalia upande wa msimamo huku tutaweza kuona FC Basel yupo hapa chini pamoja na Thun. Hii ni mechi ambayo inaweza ikawa na magoli ama FC Basel kutaka mabadiliko yoyote ili kuweza kupata matokeo. Kwa hiyo hii mechi inaweza ikaeka over, lakini bado sijaipitisha hii mechi. Sijaipitisha kwa sababu msimamo wao hapa hawajapishana sana. Ni timu zote zinaonekana ni timu nzuri. Timu zinazokuwa juu ni ngumu sana kutabirika, lakini kuna timu moja hivi tunaweza tuka angalia nadhani, na unavyochambua hizi mechi kama nilivyokuambia, angalia timu ambazo zimeshakwisha kupoteza mechi zilizopita, ndipo hizo timu zifanyie maamuzi. Kama ni timu kubwa, basi unahitaji kuweka namna fulani ili mradi uweze kupata mafanikio. So nitatafuta hapa mechi nyingine Netherland. Kuna mechi za nanilio zile Uturuki nadhani. Turkey, Spain. Okay, ngoja nistopishe. Uturuki kuna mechi ya Galatasaray na Kayserispor. Tutaweza kuingia Galatasaray alifungwa na Manchester City. Mechi hii atakuwa na uchu wa matokeo, na yaani timu kubwa ikipoteza tu mechi ya mwisho basi mechi inayofuata ikicheza na timu ya kawaida unaipa ushindi, na Galatasaray tuweza kuona ana score sana hata anapokuwa nyumbani. Kwa hiyo ni mechi ambayo unaweza kumpa Galatasaray. Kwa hiyo huu ni uchambuzi ambao unaweza ukaona hapa, na hivi ndivyo jinsi ya kuchambua. Hata unavyoangalia tarehe unaweza kutafuta tarehe, yani kama unatafuta odi 2 au odi 3, mara nyingi nafanya uchambuzi wa odi 2, odi chache. Ndio tafuta mechi ambayo imeshakwisha kupoteza, lakini pia kama over, basi hakikisha unachambua mechi ambayo mara ya mwisho hayakutoa magoli mengi sana kwenye mechi ambazo wamekutana. Kwa hiyo mechi hiyo unatakiwa kuiwekea wewe over, huenda inaweza ikatoa, lakini haimaanishi kwamba ni lazima itoe, na wewe unaweza ukachanganya uchambuzi wako na kuweza kupata matokeo ambako kwa wewe unayaona yatakupa mafanikio. Mfano Milandes na Malaga, tutaangalia tukiona wamefungana tutaacha. Hii mara ya mwisho wamefungana, basi ndio hivyo, vitu kama hivyo. Al Nassr alishinda 3, Al Ahly, Al Hilal, Neomi shinda goli nyingi, Botosami, Porto, hivyo mechi kama hizi. Tuangalia mechi ya mwisho Porto alishinda. Kwa hiyo utaangalia mechi kama hivyo. Hizi ni mechi ambazo ziko bado, kwa hiyo tutafikia uchambuzi wake. Kama nataka uchambuzi mbalimbali, kisha tu una subscribe katika channel hii, ndimadi nikiendelea kutoa uchambuzi, basi tutakuwa unaziona hizi mechi. Genk PSV ya hizi zinatoa magoli. Sasa hizi unaweza ukaziona kwa sababu wenyewe wanafungana, lakini kwa uchambuzi wangu mimi huwa sipendelee, kwa sababu mara mwisho wamefungana. Tipu hiyo unaweza kubadilisha mfumo wa mashambulizi, mfumo wa timu pinzani, kila kitu ya. Kwa hiyo tumepata mechi hizo 3 ambazo nimeshakwisha kuonyesha. Kama hujaziona, rudia vizuri video zitazame, uzione hizo mechi ambazo utaziwekea siku ya tarehe 1 mwezi wa pili 2026. Lakini pia chini ya video hapo nimekuwekea link ya group la WhatsApp, unaweza kujiunga group la free. Asanteni.